juu ya mamlaka zote, wewe uliye mkuu, uliyeumba mbingu na nchi, na sisi ni kazi ya mikono yako. Umeziweka mamlaka duniani Bwana, ili kusimamia uumbaji wako, ili huyu mtu uliyemfanya kwa sura na mfano wako aweze kuishi katika nchi ulioitengeneza, ulioifanya. Maana hapo mwanzo uliumba mbingu na nchi, ukaweka vitu vyote ndani yake, ukamweka mwanadamu aweze kusimamia uumbaji wako. Baba, tuko mbele zako kama Mungu mkuu, muumba wa vitu vyote. Tunajisalimisha sasa kwako asubuhi ya leo, tukiweka mahakama hii na watendaji wote wakuu wa mahakama hii na kesi iliyo mbele yetu Jehova, maana wewe ndio hakimu mkuu. Hakuna hakimu kama wewe. Wewe ukitaka lote liwe linakuwa, hakuna wezee kupindisha au kuwa juu ya mamlaka yako Bwana. Ninakusihi Mfalme wa mbinguni, tunapojikabidhi mikononi mwako sasa, tunapokabidhi kesi iliyo mbele yetu mikononi mwako Jehova, tunasi uwepo wako mahali hapa. Tunasalimisha mahakama hii na sesheni yote ya kesi siku ya leo, tunajisalimisha mikononi mwako. Ukaonekane Bwana, uliye hakimu wa mahakimu, uketie juu katika kiti cha enzi Bwana, ukasimame upande wa wenye haki, maana umesema wewe ni Mungu mwenye haki, wewe ni Mungu mwaminifu, na utakalo lote Bwana unalitenda. Wewe ni Mungu unayependezwa na haki, jina lako ni mwaminifu. Naiweka kesi hii hiyo mbele yetu mikononi mwako. Unamjua mtumishi wako Tundu, tokea kutungwa kwenye tumbo la mama yake, ulimjua tokea mbali Bwana, umemlinda Mfalme wa amani. Dhoruba ilipoinuka juu yake, hakika umesema maji makuu yatakapogharika hayatatugharikisha, na ndivyo ulivyofanya kwa mtumishi wako. Maji makuu yalipofurika, huku acha agharikishwe. Kila silaha itakayoinuka juu yake umesema haitafanikiwa, na kila ulimi utakaonena kinyume umesema hautafanikiwa. Jehova, tuko mbele zako kama viumbe vyako. Simama mwenyewe juu ya hili Bwana, wewe uliyejua yote tokea awali, tokea kuwekwa misingi ya ulimwengu ulikuwepo, na ndivyo ulivyo viratibu vyote. Siku hii Bwana umeiumba, umeifanya, nasi umetuweka kuwa mashahidi wa siku hii. Siku hii Mfalme wa amani imebeba tena kesi iliyo mbele yetu. Nakabidhi mashahidi wote watakaoletwa siku ya leo mikononi mwako Yesu, ikiwa wameapa kwa jina lako, usimame mwenyewe kuhakikisha wananena kile walichokiapa. Kama ni kweli, wanene kweli. Wewe umesema ndio hakimu mkuu, utahukumu kila ulimi. Bwana Yesu, asubuhi ya leo ukasimame kwenye kiti chako cha enzi, ukahukumu kila ulimi asubuhi ya leo. Kila kitakachonenwa mahali hapa Bwana, ukahukumu. Wewe uliye hakimu mkuu, ukanene Bwana, ukahakikishe Mfalme haki inatendeka. Majaji naoweka mikononi mwako ni watumishi wako, umewaweka kusimamia haki katika taifa hili. Simama mwenyewe Bwana. Nchi ni mali yako, ni kazi ya mikono yako, nasi tu watu wako, nao unasimama upande wa watu wako. Umesema ikiwa watu wangu walioumbwa, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kutubu dhambi zao, umesema utasikia huko mbinguni uliko, utashuka na kuipona nchi. Nchi inahitaji uponyaji, uponyaji unatoka kwako Bwana. Tumekuja mbele zako tukijinyenyekesha asubuhi ya leo. Tu wakosefu chini ya jua kama wanadamu, lakini Bwana tunaomba rehema kwa kila kosa tulifanya chini ya jua, ili wewe usimame uliye mwaminifu, ukaiponye nchi hii. Nakabidhi mahakama hii mikononi mwako, na watendakazi wote na mawakili wote na wote ambao tuko mahali hapa Bwana, tunajisalimisha kwako. Hekima yako ikatende kazi, hekima yako ikasimame, maarifa, ujuzi na hekima vikasimame Bwana, vikanene siku ya leo. Utisho wako kashuke mahali hapa, utamalaki Bwana kwa kila kiumbe. Ninakushukuru Mfalme, tukiachilia mikononi mwako yote yanaenda kutendeka hapa, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nice.
ربي زدنا علما وارزقني فهما ربي يثري ولا تؤثري وتبني من خير ربي نستعين يا فتى القلوب يا بن العجائب بقدرتك وبكرمك وبرحمتك يا ارحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. labda wakianza saa 4 wachelewe kumaliza. Sasa kesi ianze saa 3 tunaisha.